asubuhi ya leo ninakusalimu katika jina la Bwana. Nisaidie kuwasalimia watu wawili, waambie karibu katika uwepo wa Bwana. Ama waambie umependelewa. Mwangalie usoni, mwambie hivi ulivyo ni kwa neema tu. Nisaidie kumwambia huyo mtu hapo, mwambie hivi ulivyo ni kwa neema tu. Kabisa. Hakuna yoyote aliyoko hapa ndani ama anayetusikiliza popote anayesema niko kwa sababu ya nguvu yangu. Wote tuko kwa neema ya Mungu. Si kwa sababu tumekula, si kwa sababu tumevaa, si kwa sababu tumekunywa, si kwa sababu tuna elimu, si kwa sababu ya chochote, ni kwa neema ya Mungu. Nisaidie kumgusa mwenzako, mwambie uko kwa neema ya Mungu. Malizia kumwambia basi yafanye mapenzi ya Mungu. Neno la leo katika kalenda linazungumza habari ya kwamba Yesu ni mchungaji mwema. Na ninaomba tuangalie kwa dakika chache Yesu ni mchungaji mwema, na neno kuu liko katika kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu sura ya 9 aya ile ya 10 aya ya 17. Tutaangalia mambo machache kwa sababu ya muda wetu tunakimbia nayo. Kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu sura ya 9 aya ya 10 hata 17, ila kwa sababu ya muda tuanze kusoma mstari ule wa 13. Na kwa sababu tuko kwa neema, ninatamani kila mtu asome neno la Mungu. Tulisome kwa pamoja, tuone vile Mungu anavyosema nasi. Injili ya Luka mtakatifu sura ya 9, neno linaanzia 10 hadi 17, lakini tuanzie mstari wa 13. 1 2 3. Akawaambia, Yesu ni mchungaji mwema. Yesu ni kiongozi mzuri. Sema Yesu ni kiongozi mzuri. Hebu tamka haya maneno, sema Yesu ni kiongozi mzuri. Ukisoma huu mlango mstari wa kwanza, unagundua Yesu ni kiongozi. Anawaita thenashara, anawaketisha wale 70. Na tulipoendelea kusoma, unaona Yesu anahubiri injili kila mahali. Akiwa na wanafunzi wakafika mahali sasa wanafunzi wako na Yesu, lakini makutano, watu wengi wamemfuata Yesu, na sasa ni jioni. Yesu anawaita wanafunzi, anawaambia, wanafunzi wangu, wapeni watu chakula. Mwangalie mtu, mwambie wape watu chakula. Naomba niseme mambo matatu tu ambayo Yesu anatufundisha leo. Yesu kama kiongozi mwema, Yesu kama mchungaji mwema, katika ujumbe huu tunaona mambo matatu. Jambo la kwanza, tunaona huruma ya Yesu juu ya maisha ya wanadamu. Tunaona roho ya huruma iliyoko ndani ya Yesu Kristo juu yetu. Lakini jambo la pili, Yesu anajua mahitaji ya watu kwa wakati anapokuwa nayo. Lakini jambo la tatu, Yesu anachatua matatizo ya watu. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anahubiri injili, anaonekana ni mtu mwenye huruma. Anawaambia mimi ni mchungaji mwema. Ukisoma mlango ule wa injili ile Yohana sura ya 10 mstari wa 11, anasema, Yesu anasema, mimi ndimi mchungaji mwema, na mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Sasa Yesu anajitambulisha kama mchungaji mwema, na anasema mchungaji mwema anatoa uhai wake. Kwa lugha nyingine anasema, mimi ni kiongozi bora, na kiongozi aliye bora kwenye ngazi ya familia, kiongozi aliye bora kwenye ngazi ya kanisa, kiongozi aliye bora katikati ya serikali ni yule anayejua na kuhurumia watu wanaoongoza na kujua mahitaji yao na kuyatatua kwa wakati, kwa
kwa sababu unapokuwa kiongozi unapewa mahitaji ya watu kulingana na kada ulionayo. Maana Yesu akikuweka mahali, yeye anasema jifunzeni kwangu. Kwa hiyo kama alikuwa na huruma, na mimi na wewe inatakiwa na moyo wa huruma. Mguse mwenzako mwambie inatakiwa na moyo wa huruma. Ingalikuwa leo duniani angetokea mtu mmoja akapewa ufunuo wa kufungua duka linalouza bidhaa 3, angeuza kuliko watu wote duniani. Kuna bidhaa zimeadimika duniani. Bidhaa namba 1 ni roho ya upendo imepotea. Bidhaa namba 2 amani. Bidhaa namba 3 huruma. Ingetokea duka linauza huruma, watu wengi wangeenda kununua. Leo hakuna huruma kati ya mtu na mtu, hakuna huruma kati ya rafiki na rafiki, hakuna huruma kati ya mama mkwe na mwale, hakuna huruma. Huruma imepotea kati ya baba na watoto, kati ya walimu na wanafunzi, hakuna huruma. Lakini asubuhi ya leo tunakumbushwa kwamba Yesu ana huruma, na kanisa na Watanzania wawe na roho ya huruma. Mguse mwenzako mwambie uwe na roho ya huruma. Mungu amenihurumia, tendo hili kubwa sana. Ishia hapo sababu ya muda. Kwa hiyo Yesu ana huruma. Alipona watu wamekuja, anasikia huruma, anasema wana njaa. Mwangalie mwenzako mwambie wana njaa. Huko tunakoishi kwenye familia zetu, majirani wengine wana njaa. Wewe una vitu mpaka unamwaga? Hapana. Wewe una nguo mpaka watoto wako wanachana? Hapana. Ukiona aliyeko pembeni kwamba yeye hana hicho ulichonacho, hebu moyo wa huruma ukuongoze kumsaidia, kwa sababu hata yeye hajataka maisha. Yamkini anaishi maisha leo, lakini kesho Mungu akamuinua. Muhurumie. Kile jambo la pili, anajua mahitaji ya watu. Mwangalie mwenzako mwambie unajua mahitaji ya watu kwa wakati. Kama wewe ni baba usipojua mahitaji ya mke wako, kama wewe ni baba usipojua mahitaji ya mke wako kwa wakati, atainuka baba mwingine atamsaidia kwa wakati. Saidia kula hata mwanaume. Kwa hiyo lazima ujue mahitaji kwa wakati, kwamba kipindi hichi familia inataka nini, kipindi hichi watoto wanahitaji nini. Kama wewe ni mzazi na hujui mahitaji kwa wakati, una binti wako, vijana walioko shapu watajua mahitaji ya binti yako, watamhurumia, wakimpa atakachompa hawatamwacha salama. Lakini kama ni baba na mama mnajua mahitaji ya wakati, watoto hawatadanganyika, kila kitu watapata kwenye familia. Haleluya. Mguse mwenzako mwambie unihurumie na ujue mahitaji yangu kwa wakati. Mguse mwambie unihurumie na ujue na mahitaji yangu kwa wakati. Na kiongozi anajua njia ya kwenda mbinguni, mimi ni njia na kwenda uzima, ni Yesu tunasema habari zake, atutangulie. Haujanielewa? Kama wewe ni mchungi ama ni mchungaji ama ni kiongozi, ukiruhusu ukitanguliwa mbele wapotea. Kama unanielewa naomba unipungie. Mama wangu mzuri kwenye familia, watoto wakakuongoza shimoni, kuna sawa watasema tutawasikiliza, tutashauriana nao, lakini lazima tuwawekee kiasi kwamba nyie ni wajuzi, mimi ndo najua tunakokwenda. Okay. Sasa Yesu akawapa chakula, lakini vigezo na masharti kuzingatiwa. Hauli hovyo hovyo, lazima ufuate vigezo na masharti. Baraka za Mungu katika maisha yetu zina taratibu zake. Hapa Yesu anasema mna njaa, ndio mnataka kula, kaeni chini. Masharti ni kukaa chini. Si unataka kula? Si unataka kula? Si unataka kula? Kigezo cha kwanza, kaa chini. Chakula kiko, lakini kama ukae chini uli. Kwa hiyo inawezekana Tanzania ni nzuri sana, lakini kama hutamsikia Mungu vitapita tu, tabaki kusema Tanzania Tanzania, lakini watakao kaa chini ya Yesu, Yesu atawalisha, Yesu atawainua. Kwa kila kitu kina taratibu, kaa chini. Walivyokaa wakalishwa, wangeweka mgomo na Mungu agisinga walisha. Angalia mwenzako mwambie uko tayari Yesu akulishe. Lakini mwisho Yesu anajua mahitaji ya watu. Kwa neno hili hapa tunahitimisha ibada. Kitabu cha Kutoka, Yesu anajua mahitaji ya watu kama mchungaji. Kutoka sura ile ya 3 mstari wa 7. Waangalie jinsi Yesu Kristo anavyojua mahitaji ya watu. Jesus Christ. Kutoka sura ile ya 3 mstari ule wa 7. Yesu anajua mahitaji ya watu.
1, 2, 3. Sasa angalia hapo, unajua ni mchungaji mwema, kiongozi mwema, anasema na Farao, anasema jamani Farao, sikiliza, ninajua maumivu ya watu wangu kwa sababu ya wasimamizi uliowaweka, na yajua maumivu yao, lakini Mungu anasema nami nitashuka. Nisikize mtu unanisikiliza, kwa majira tunayoishi duniani, kila ubaya unaomtendea mtu Mungu anaujua. Kila maumivu unayoachilia kwa mtu mwingine Mungu anajua. Ninamshukuru Mungu wa mbinguni kwamba wakati mwingine kuna watu wenye maumivu kiwango ambacho hata madaktari hawawezi kujua kiwango cha maumivu, lakini Yesu anajua kiwango cha maumivu. Kwa hiyo akileta dozi, analeta dozi iliyokamilika. Anasema ninajua kwa sababu ya wasimamizi wao, kwa sababu Farao alinyanyua wasimamizi, wakawa wamekandamiza sana wana wa Israeli, wakawapiga, wakawatumikisha utumwa mzito kwa matofali, wakajenga nyumba kwa Farao. Mungu akasema no, haiwezekani, hawa ni watu wangu. Mungu akasikia kuugua kwao walipolia. Naomba nami niseme, Mungu wetu anasikia maombi. Unapopitia mavipindi vigumu, piga magoti, muite Yesu, atakusaidia. Piga magoti, muite Yesu. Kuna wakati watu wana maumivu, wameumizwa kazini, wamejeruhiwa kwenye ofisi, wengine kwenye kazi ya injili. Watu wana maumivu kwenye ndoa, kina mama mkwe na wali wamekuwa shida, wameumiza watu. Watu wanatembea nafsi zimeinama, watu hawana furaha. Lakini asubuhi ya leo Yesu mchungaji mkuu, mchungaji mwema, anasema anajua maumivu yako, atakusaidia. Ukitaka atakusaidia. Haleluya. Mwambie Yesu anajua maumivu yangu. Simama kwa miguu yako. Nataka nimjue Yesu, na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili, zaidi chache. Tunamuomba mchungaji mwema Yesu Kristo aendelee kusimama katika mkoa wetu wa Kilimanjaro, aendelee kusimama katika wilaya ya Siha, lakini mchungaji mkuu Yesu Kristo, kiongozi mwema, asimame katika taifa la Tanzania. Weka mikono yako juu. Natamani tuombe kwa dakika chache. Mchungaji mkuu, mchungaji mwema, aliyetoa uhai wake kwa ajili yetu, aliyetoa uhai kwa ajili ya taifa, tuendelee kuomba kwamba mchungaji mkuu, tutulize wa Tanzania wote, tuweze kutii sheria yako, tuweze kufanya mapenzi yako. Tuwaombe na viongozi Mungu aliowapa dhamana kama wachungaji wanaosimamia kondoo. Wakati wengine kondoo wamekuwa wabaya, wakati wengine makondoo wanapiga pembe, lakini ni wajibu wa viongozi kututunza na kutusaidia. Tuwaombe moyo mkuu, moyo wa ushujaa. Tuwaombe Mungu awalinde na mabaya yote. Mungu aendelee kuachilia maarifa ndani yao, aendelee kuachilia hekima, aendelee kuachilia huruma ya kiungu, aendelee kuachilia namna ya kuingia na kutoka kwa ajili ya kutuchunga. Sema Bwana Yesu, bila wewe hatuwezi. Taifa la Tanzania bila Yesu mchungaji mkuu hatuwezi neno lolote, maana sisi ni wanadamu, tuna mambo mengi, kila mtu ana asili yake. Naomba usimame mwenyewe juu ya taifa la Tanzania. Ninaombea viongozi wote uliowapa dhamana, endelea kuwalinda, washike, endelea kuwaongoza na kuwaelekeza. Moyo mkuu, moyo wa hofu, moyo wa huruma, maarifa yaendelee kuwa ndani yao. Tunakataa roho yoyote ya machafuko, tunakataa roho yoyote ya uharibifu kwa taifa la Tanzania katika jina la Yesu Kristo. Shetani hauna mamlaka na taifa la Tanzania. Tunalindwa na nguvu za Mungu
kwa njia ya imani. Kristo Yesu ndiye tumaini letu, ndiye tunayemtegemea. Bwana Yesu, asante kwa mwaka huu, uwe kila kitu mtoshelevu. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, ninabatilisha kila mashauri mabaya yaliyofanywa gizani, yaliyofanywa na mataifa, yaliyo kinyume na Yesu Kristo juu ya taifa letu. Tunayabatilisha maneno yote mabaya yaliyotamkwa ya kwamba kuna damu itakayomwagika, tunayafuta kwa damu ya Yesu. Ya kwamba kuna machafuko, tunafuta kwa damu ya Yesu. Kuna amani Tanzania, kuna utulivu Tanzania, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, maana umenisikia. Baba, asante kwa ajili ya viongozi wote walioko mahali hapa. Tunaomba neema yako kama ulivyotembea na Musa. Naomba uso wako uende pamoja na wao kila watakapokuwa. Yesu kiongozi mkuu, Yesu mwalimu mwema, Yesu mchungaji mwema, wafunike, walinde, kila watakalolifanya lipate kibali linalotoka mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Adui asije akawaona, na mimi ninaomba neema za Bwana. Amen. Hope living